4:23, the word says, "He who sacrifices thank offerings honors me, and he prepares the way so that I may show him the salvation of God." Yeyote ambaye anamshukuru Mungu, anatoa dhabihu ya shukurani, anamtukuza Mungu, anakuwa amemheshimu Mungu, na kwa hivyo anatengeneza njia, na kwa hivyo Mungu atamuonyesha wokovu wake. Na this word salvation of God, mtu atafikiria ni kuwa, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, naona hapa tayari tumeokoka, si ndio? Salvation of God inamaanisha kuondolewa katika matatizo. Sasa tumeingia katika mwezi wa 7. Hii ni Jumapili ya kwanza. Tunamshukuru Mungu, tumetoka kumshukuru Mungu kwa sababu ya miezi 6 za kwanza. Sasa tunaanza the second half. So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya the second session katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ninataka kuambia Mungu asante. Haujaona hii mwezi itaenda aje. Mwezi wa 8, wa 9, 10, 11, 12. Haujaona itaenda aje. Lakini Bwana anasema yule ambaye anatoa shukurani anakuwaga amemheshimu na anamtukuza Mungu. Na tunaambiwa ya kuwa Mungu anafungua njia. He prepares the way. Kwa hivyo kutengeneza njia inamaanisha bado haujaiona. Lakini kwa kutoa shukurani, si ati kila wakati tunatoa shukurani kwa yale ambayo tumeona ametutendea. Ni vizuri kutoa shukurani kwa yale ambayo ametutendea, na pia tunatoa shukurani kwa imani ya kuwa kupitia shukurani zetu Bwana anaenda kutengeneza njia, na kupitia hizo shukurani Bwana anaenda kutuonyesha wokovu wake katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuambie tu Bwana asante. Hatujui inaenda vipi. Taifa hili liko na mambo mengi. Nimesafiri leo, nilikuwa naangalia mabarabara tulikuja, na ninashangaa shamba unapata mahindi karibu zinaharibika, na kuna wale ambao wanategemea tu hizo shamba. You can imagine how watu wanafeel aje. Anategemea hiyo shamba, anategemea mazao hayo. Zingine zishakatika kwa sababu mvua haijatosha. Sasa utapata huyo mtu inafika mahali anaamua, I have no option but to tell God thank you. Huu ni mwezi pia unakuaga hiyo ya history ya 77. Mwaka huu kuanzia sasa mpaka Disemba, we really need God. Sasa tumwambie tu asante, tukitumia neno lake, kwa sababu anasema mipango yake ni mizuri. Huenda ikawa Mungu anataka kututoa katika kutegemea. Huenda ikawa kuna watu ambao wanaabudu mazao kushinda jinsi ambavyo wanaabudu Mungu. Wanaabudu hiyo shamba ya mahindi, ya maharagwe kushinda jinsi ambavyo wanaabudu Mungu. Hatujui Mungu anasema nini kuhusu hili jambo. But we have to go before Lord. Shukuru kwa ajili ya watoto. Shukuru kwa ajili ya huduma ambayo uko nayo. Naamini kila mtu ako na huduma. Kwa hivyo unashukuru kwa ajili ya familia, wazazi, ndoa yako, kazi yako, hatima yako. So let us go before the Lord and we thank God in the mighty name of Jesus Christ. Baba asante.